Zilizotolewa kwa wakazi upande wa magharibi kutoka kwa Rais William Ruto tunatumai kwamba yatatimizwa. Sasa kutoka magharibi mwa nchi tuelekea hadi West Pokot. Malalamishi yameibuliwa kuhusu wachimba dhahabu na wakazi katika kaunti hii kunyanyaswa na kudhulumiwa na uharibifu wa mazingira na wafanyabiashara ambao hufika katika eneo hilo kufanya biashara za dhahabu. Wakazi wanaoajiriwa kuchimba dhahabu na wamiliki wa ardhi wanasema kuwa licha ya kuwa na rasilimali hiyo hawanufaiki ipasavyo kutokana na shughuli hiyo na kusalia tu kwa maskini. Mwandishi wetu Oscar Kakai alihudhuria kikao cha kuhamasisha wakazi kuhusu shughuli hiyo katika ukumbi wa Mtelo mjini Kapenguria na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku shughuli ya uchimba dhahabu ikiendelea katika kaunti ya Pokot Magharibi, wachuma dhahabu pamoja na wenye mashamba sasa wamejitokeza kulalamika kuhusu kunyanyaswa na kudhulumiwa na madalali pamoja na wachuuzi wa dhahabu katika eneo hili. Sisi kama wakaaji wa Ramasuko, Takwel, Ombelion tunahangaika kwa sababu brokers ndio tunawauzia gold zetu, hatuoni maana yake. Unapata ya kwamba sisi ambaye bado ni wanabiashara wachanga tunapata changamoto. Wakati mambo kama haya yanatokelezea, tunafaa tukuje tu register pamoja, tukae pamoja, tufanye maneno ya cooperative pamoja ili tuende mbele, ili tuone maana ya hizi resources ambazo Mungu ametupea kwa hii wakati. Mwenyekiti wa chuma dhahabu nchini Okech Sala ambaye alikufika mjini Kapenguria alisema kuwa atahakikisha kuwa shughuli hii ya chuma dhahabu inaendelea bila wakazi kunyanyaswa. Inachonihuzunisha sana ni ya kwamba kuna watu magaidi na watu wanaotumia madada zangu, ndugu zangu, mama zetu na babu zetu na mababa zetu vibaya kwa kuchukua mashamba zao na kuwaambia kuwa wanachimba madini bila sio kwa njia ya halali. Wale watu wanaoharibu mazingira na wanaoiba dhahabu za watu wa West Pokot kwa kujitajirisha kivyao na bila kutajirisha na kusafaidisha watu wa West Pokot. Watu wamekuwa compromised kule, wananunuliwa ili waruhusu biashara za haramu ziendelee pale. Wachuma dhahabu pamoja na wenye mashamba sasa wamejiunga kwenye ushirika ili waweze kufanya biashara hii kwa njia inayofaa. Mimi naona hii wazee msikuwe na wasiwasi ati tumekula pesa ya mtu sijui ngengeng, we relax usikuwe na wasiwasi. Cold ukienda ya itakuwa jackpot. Watu wa Pokot kusema kweli wanakuwa exploited, hawapati value for their money. Ukienda kule mashinani unakuta wanauza dhahabu kwa bei nyingine mbovu sana. So hayo yote tutakuja kuyamaliza. Wana lose almost 30-40% of the value of gold na ni very unfortunate. Kuanzia Januari hakuna kitu itaenda Migori tena. Tunataka tufanye kazi hii rasilimali isaidie watu na sisi pia tufaidike. Wenye mashamba pamoja na wachuma dhahabu sasa wanataka serikali kuingilia kati na kuweza kuwasaidia ili biashara hii iweze kuendelea vyema. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Kapenguria, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.